Leo nataka nielezee kuhusu kikundi chetu cha Pamoja Tunaweza ambacho kimeundwa lakini kwa kushirikiana na ECREA pamoja na Radio Fadeco ili kuona jinsi gani tunavyoweza kulima, lakini pia hiki kilimo kwa kufuatilia utabiri wa hali ya hewa ambao tunashirikiana na watu wa TMA. Baada ya kuunda hiki kikundi, tulikubaliana kama kikundi kwamba tuwe tunasikiliza Radio Fadeco ambayo wakishapata taarifa kutoka TMA wao wanatoa taarifa kwa sisi wakulima, lakini sisi tukaona tuunde kikundi ambacho kinaitwa Pamoja Tunaweza ili tuweze kulima maharagwe na mahindi kwa kufuatia utabiri wa hali ya hewa, ili tuone jinsi gani hii utabiri wa hali ya hewa unaweza ukatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na ni kweli kama kikundi hiki tulifanya hivyo, na baada ya kufanya tukapanda mashamba darasa, lakini tulipanda mashamba darasa kwa kuoa mahindi ambayo yanaendana na hali ya hewa, kwa sababu hali ya hewa ambayo ipo tunayoipata kutoka kwa TMA, lazima tulime mahindi au maharage yanayostahimili ukame au yanayostawi haraka. Tukishapata ule utabiri wa hali ya hewa, kwa mfano utabiri wa hali ya hewa msimu uliopita, watu wa TMA walituambia tupande mapema na mvua zitaisha mapema mwezi wa kwanza. Sasa sisi kama kikundi, baada ya kusikiza hizo taarifa, lakini pia baada ya kukutana na watu wa TMA na watu wa TARI, na maanisha watu wa kilimo, tuliamua kupanda mahindi ambayo yanastawi kwa muda mfupi, ambao mpaka sasa hivi mashamba darasa yapo, tuliyapanda hayo mahindi mpaka sasa hivi yanaendelea kukomaa. Lakini huu taratibu tulipata wapi? Tulipata baada ya kushirikiana na watu wa TARI, watu wa TMA, lakini pia kwa kushirikiana na Radio Fadeco. Baada ya sisi kulima hicho kilimo kwa kushirikiana na hawa watu, lakini pia kwa kufuatia utabiri wa hali ya hewa, tunawaita wanajamii tukiwa kwenye mikutano yetu ya vijiji hata vitongoji, kuonyesha yale mashamba darasa, lakini pia kuonyesha zile mbegu ambazo zinastahimili ukame. Tukishaonyesha sasa, ile jamii ambayo imezunguka kwenye kijiji chetu wanaangalia yale mazao kama yamestawi vizuri au hayakustawi vizuri. Pale wanapoona kwamba yamestawi vizuri, wanatuuliza, nyie mmefanikiwaje haya mahindi kustawi vizuri au haya maharage kustawi vizuri? Tunaambia kwamba haya maharage, haya mahindi yamestawi vizuri kwa sababu ya kushirikiana na watu wa TARI, watu wa TMA, lakini pia na watu wa ECREA kwa kushirikiana na Radio Fadeco. Kwa hiyo tumepata mafanikio makubwa kwa kusikiliza Radio Fadeco, lakini pia kwa kushirikiana na watu wa ECREA na watu wa TMA na watu wa TARI. Kipindi cha nyuma, wakati hatujapata hii elimu kutoka Radio Fadeco, lakini pia kutoka kwa hawa ECREA, tulikuwa tunalima kimazoea na tulipata mazao hafifu sana. Kipindi kile tulikuwa tunapata gunia 2 mpaka gunia 3 kila familia. Lakini baada ya kupata elimu kutoka kwa Radio Fadeco na ECREA na watu wa TMA na watu wa TARI pia, sasa hivi kila familia inaenda mpaka gunia 5. Na ni mazao ambayo yako vizuri sana kwa sababu tunapanda mahindi ambayo ni mazuri, lakini pia kwa wakati, na kwa sababu ya mabadiliko ya tabia ya nchi au mabadiliko ya hali ya hewa, yale mahindi tunayoyapanda yanastawi kwa muda mfupi. Kwa hiyo tumepata faida kubwa. Ukiona tumetoka gunia 2 kila familia kwenda mpaka gunia 5, ni faida kubwa sana. Lakini pia nikushazungumza kwamba tunapiga simu wakati tuko kwenye vikao vyetu Radio Fadeco, wanatupa mrejesho, lakini kesho yake wanaweka kipindi ambacho kinaendeshwa redioni. Na kile kipindi sasa sisi huko wanatupa nafasi kutoa elimu kwa jamii nzima, kwa sababu redio inasikilizwa na hata taifa. Kwa hiyo sisi sasa wakiweka kipindi redioni, wanatoa feedback, wanatoa majibu ya lini mvua zitanyesha, zitakoma lini. Sasa sisi kama kikundi, kama mwenyekiti, ninaanza kutoa elimu kupitia redioni. Kwa hiyo wanatupa majibu kwa muda mwafaka, lakini pia hata sisi tunatoa elimu kwenye jamii ambayo imeizunguka redio yetu ya jamii, Radio Fadeco. Mara kipindi cha nyuma tulikuwa tunapanda tu holela hivyo. Kipindi kile tulikuwa tunapanda, mtu unapanda labda kilo 10, unavuna kilo 30 au 35. Lakini sasa hivi tukipanda kilo 10 mpaka kwenda kilo 15, unapata zaidi ya kilo 100. Kwa sababu ile hali ya kufuatilia utabiri wa hali ya hewa na mabadiliko ya tabia ya nchi.